Kundi moja ambalo lilikuwa lina nguvu sana, linakaribia kumwangusha Shah, lilikuwa ni kundi ambalo linaelemea upande wa USSR, Msoviet, upande wa Russia. Kipindi kile ilikuwa ni USSR. Marekani wakasema haiwezekani tukaipoteza Iran kwenda kwa Mrusi, kwa sababu unajua nikikaa hivi sana shingo inaniuma, kwa sababu ya umuhimu wa Iran. Hichi ndio kitu watu hawajui. Yani hii yote imetengenezwa zuga, sijui mabomu ya nuclear na nini na magaidi na nini. Hiyo ni kuna sababu ya msingi zaidi ambayo imefichwa, ambayo ni umuhimu wa Iran. Marekani ndio akamwambia Saddam mruhusu, kwa sababu kuna kipindi Ayatollah Khomeini alikuwa yuko Iraq, akatoka pale akahamishiwa, akakimbia. No, sio akakimbia, alifukuzwa akaenda Ulaya. Sema kwa sasa hivi tukitazama tunaona kabisa indicators karibia zote zimeshakaa sawa. Kama ni moto, kama ni gesi, tayari unaona kabisa kwamba inahitaji tu kulipuliwa. Nini kitatokea baada ya hiki vita kulipuka? Mgogoro wa safari utakuwa ni mkubwa sana, na nategemea ushirika wa Marekani utakuwa ni mkubwa zaidi ya awali. Huenda ikataka kufanana na ushirika wake kwenye vita vya Iraq. Okay, sawa. Irani sasa hivi kuna vita ambayo inaelekea kumkabili. Na tunafahamu miezi kadhaa tu nyuma imepita huko amepigana na Israel, vita vya siku 12. Hali yake ikoje sasa? Ataweza kweli kuhandle na hivi vita inayokuja pia? Hali yake, kwanza vile vita siku za mwanzo ilimwathiri, kwa sababu waliuawa makamanda wao muhimu, mascientist wao wengi waliuawa, na baadhi ya maeneo yao yalikuwa sabotaged. Kumbuka Mrusi ameipoteza Syria. Sawa. Kupoteza Iran kwa Mrusi na Mchina ni pigo kubwa sana la kimkakati, strategic. Kwa hiyo lazima watalazimika kwa njia moja au nyingine kuingilia kati. Iwe ni moja kwa moja, iwe ni kwa vitisho, iwe ni kupeleka silaha, iwe ni kupeleka reinforcement, au kwa njia moja. Kwa hiyo hawawezi, na hapa nitakuja kuelezea kwa nini atakuja umuhimu wa Iran. Unajua katika hizi vita vya siku 12, Marekani alitumia 25% ya stockpile yake ya interceptor missiles, na zitamchukua miaka 2 kuweza kuzireplenish. Yes. Ni kwa sababu yoyote atakayemiliki Middle East, na hakuna player wa muhimu kwenye Middle East kama Iran. Yes, Iran, kwa sababu Iran ana dhibiti au anamiliki Strait of Hormuz. Strait of Hormuz akifunga, tutegemee kilichotokea 1957, kwa sababu akifunga Strait of Hormuz dunia kiuchumi itashtuka, kwa sababu takriban 20% ya mafuta ya duniani yanapita pale, na watakaoathirika zaidi ni Eurasia, ndio watakaoathirika zaidi. Kwa hiyo matokeo yake nini? Matokeo yake ndio nilichosema, tutegemea kilichotokea mwaka 1957. Gamal Abdel Nasser wa Egypt alitaifisha Suez Canal, alafu akaifunga. Na Suez Canal ni moja ya trade route za muhimu sana. Mbele nitakuja kuongelea umuhimu wa trade route na inahusiana vipi na mgogoro. Ikalazimu Uingereza, Ufaransa na taifa la Blue kuivamia Egypt na kudhibiti Suez Canal. Kwa hiyo ni umuhimu kiasi gani? Kwa hiyo iwapo Mwajemi atafunga Suez Canal, kuna wasiwasi mkubwa sana Marekani akaenda kuvamia pale na kupeleka majeshi kwa sababu ya kuikamata na kuiweka chini ya udhibiti wao, kwa sababu ya umuhimu wake, na itakuwa ni marudio ya mwaka 1957 kilichotokea kwa Gamal Abdel Nasser wa Egypt alivyotaifisha pamoja na kufunga. Suez Canal ni mlango ambao unapitisha njia ya kupitisha mafuta, si ndio? Yes. Kwa hiyo yani mafuta mengi sana yanapita pale. Yes. Ile ni choke point. Choke point ni sehemu ambayo ni nyembamba, vitu vyote vinapita pale, kwa hiyo ni rahisi sana
kudhibiti. Sasa akifanya hivyo, hapo ndo anakuja Mrusi na Mchina, kwa sababu ameshapoteza Syria. Kumbuka Mrusi ameipoteza Syria, sawa. Kupoteza Iran kwa Mrusi na Mchina ni pigo kubwa sana la kimkakati, strategic. Kwa hiyo lazima watalazimika kwa njia moja au nyingine kuingilia kati, iwe ni moja kwa moja, iwe ni kwa vitisho, iwe ni kupeleka silaha, iwe ni kupeleka reinforcement, au kwa njia moja. Kwa hiyo hawawezi, na hapa nitakuja kuelezea kwa nini atakuja umuhimu wa Iran. Swali ni kwamba Middle East, kwa maana Mashariki ya Kati, vita haziishi. Kuna nini hasa? Ni kwa sababu migogoro ya pale haitoki pale pale, inatoka nje, inaletwa na mataifa ya kutoka nje, sio migogoro yao ya pale. Yes. Kwa sababu kuna mafuta? Mafuta ni moja ya sehemu, lakini sio sababu pekee. Kwa sababu gani? Middle East ni sehemu imekuwa na migogoro ya karne na karne na karne. Kwanzia ukirudi enza Byzantine Empire, Roman Empire, Persian Empire na kwingineo, yani ukirudi huku nyuma kina Ottoman Empire na Genghis Khan na kwingineo. Yani ni sehemu ambayo imekuwa mataifa makubwa mengi yamekuwa yanakuja pale, sio kwa sababu ya mafuta. Kipindi kile kulikuwa hakuna mafuta. Sasa hivi kuna mafuta, ina umuhimu wake kutokana na umuhimu wa mafuta duniani, lakini moja ya sababu ni geographically. Ni sehemu ambayo, lakini haya mataifa mengine yote ambayo yaliundwa kwenye Sykes-Picot Agreement na mpaka leo wanafuata masharti, hujasikia kuna shida yoyote, kwa sababu they play. Na muasisi wa Saudi Arabia aliandika barua ambayo nimeiweka ushahidi kwenye channel yangu ya YouTube ya DJ Smart 255 katika huu mgogoro. Alisema, Uingereza, mimi nimeridhia Palestina mumpe yoyote unaitaka, na sitoingilia wala sitodhubutu kuna miaka 1000 na sitaenda kinyume na maamrisho au maelekezo ya Uingereza. Barua hiyo ipo. Ndio maana tangia mgogoro unaanza nikasema Saudia hatotia mguu pale, hatosaidia, wala nchi za Kiarabu hakuna anasaidia. Kuna secret societies, sawa? Kwa sababu wengi huwa tunaishiaga kwenye Jews na figisu zao na mipango yao na kila kitu, lakini kwenye Biblia, ili Masihi arudi, ambayo ni Isa bin Maryam, lazima vita vikuu vipiganwe, na vita vikuu ili vipiganwe lazima hekalu la 3 lijengwe. Umeona? Na ili kujenga hiyo inabidi Wayahudi kwanza kwenye vita vikuu vya 3 ambavyo mataifa yapiganwe, ambayo Wayahudi watapigana dhidi ya mataifa yote na watakaribia kupigwa, alafu ndo kutakuja intervention. Mungu ataingilia kati na atakuja Isa bin Maryam. Kwa hiyo Wayahudi wanaamini wao wanachezesha hawa ambao ndo wafuatiliaji wa Talmud. Unaona? Achana na wale wa Torah. Unajua pia kuna factions katika Uyahudi. Wanaamini kwamba wao ndo wanacheza. Kumbe nyuma yao kuna secret societies ambazo ndo zinachezesha huu mchezo. Na ndo maana mtu atajiulize kwa nini Israeli anapewa sana hela, anawezeshwa, iwe ni kijeshi, iwe ni kifedha, iwe ni kitaifa, wamewezeshwa nini? Kwenye Biblia, ili Masihi arudi, ambayo ni Isa bin Maryam, lazima vita vikuu vipiganwe. Na vita vikuu ili vipiganwe lazima hekalu la 3 lijengwe. Umeona? Na ili kujenga hiyo inabidi Wayahudi kwanza kwenye vita vikuu vya 3 ambavyo mataifa yapiganwe, ambayo Wayahudi watapigana dhidi ya mataifa yote na watakaribia kupigwa, alafu ndo kutakuja intervention. Mungu ataingilia kati na atakuja Isa bin Maryam. Kwa hiyo Wayahudi wanaamini wao wanachezesha hawa ambao ndo wafuatiliaji wa Talmud. Unaona? Achana na wale wa Torah. Unajua pia kuna factions katika Uyahudi. Wanaamini kwamba wao ndo wanacheza. Kumbe nyuma yao. Njia ya wepesi zaidi na ya haraka zaidi kupata makala yote ya DJ Smart 255 pale anapotoa ni kusubscribe kwenye
WhatsApp channel ya DJ Smart 255. WhatsApp channel ni tofauti na group. WhatsApp channel unapata link. Kila DJ Smart napokuwa natoa makala huwa nachukua link na kuiweka kwenye WhatsApp channel, unakuwa unapata updates zote kiwepesi. Njia ya kujiunga ni QR code hii hapa, iscan, itakupeleka moja kwa moja kwenye channel. Au tuma WhatsApp message kwenda namba hii 0764124124. Utapokea message na ndani ya hiyo message utaona kuna link. Bonyeza hiyo link, moja kwa moja inakupeleka kwenye WhatsApp channel, alafu subscribe. Bwana Fuse, unaonaje uisaidie channel hii na makala haya yafikie watu wengi zaidi bila kuingia gharama yoyote? Ni simple. Like hii video, alafu bonyeza kikengele hichi hapo ili upate updates zote. Na kama huja subscribe kwenye YouTube channel ya DJ Smart 255. Kama ungependa kufanya matangazo, ungependa kuwa sponsor wa Fuse by DJ Smart hapa, tuma message ya WhatsApp kwenda kwenye namba hii hapa 0764124124 tuyajenge. Lakini kama unataka kusupport na kushow love, kutuma chochote kusaidia gharama za uendeshaji na utengenezaji wa maudhui, unaweza ukatuma chochote kwenye namba hii hapa 0764124124. Haijalishi uko ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania, zote zinafika. Pamoja tunaweza, one love. Kupata updates zangu zingine ni follow Instagram DJ Smart 255, na ndo jina hilo DJ Smart 255. Napatikana Twitter, napatikana TikTok na kwenye social media zote. DJ Smart. Video hii ni kwa ajili ya elimu na majadiliano ya kifikira. Tafadhali shiriki kwa heshima. Hakuna chuki, ubaguzi au vurugu. One love.